Kwa majina naitwa Winifrida Joseph, ni afisa mifugo ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha, lakini pia ni mjumbe wa kamati ndogo ya maandalizi ya maonyesho ya 32 ya wakulima pamoja na sherehe za 8/8 mwaka 2026 kanda ya kaskazini. Kama ambavyo tunaona maandalizi yanaendelea, lakini watu wengi wanaendelea kuandaa mabanda yao wakiwa pamoja na waonyeshaji, taasisi za serikali, taasisi za kifedha, taasisi zisizo za kiserikali pamoja na wadau mbalimbali. Maonesho haya yanatoa fursa kwa mkoa wa Arusha, lakini pia kanda ya kaskazini na nchi nzima kwa ujumla, kwa wakulima, wafugaji, wavuvi, wafanyabiashara wakubwa na wadogo kuonyesha bidhaa zao ambazo wanazalisha, lakini pia teknolojia mbalimbali ambazo zinapatikana katika mkoa wetu na maeneo mbalimbali katika mikoa yetu. Nipende kutoa wito na rai kwa wananchi wote wa mkoa wa Arusha na kanda ya kaskazini kuja kwa wingi katika maonyesho haya, kwani huduma mbalimbali zinaendelea kutolewa kama ambavyo mnaona, ikiwepo huduma za mabenki, huduma za bima za afya, lakini pia tutapata kuona fursa zilizopo za wajasiriamali na mikopo ya vijana katika sekta ya maendeleo ya jamii, sekta ya mifugo, ya kilimo na pamoja na uvuvi. Maonyesho haya ya 8/8 yatafunguliwa rasmi na kuanza tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 na kufungwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kauli mbiu yetu ya mwaka huu ya maonyesho haya ya 32 ya wakulima na sherehe za 8/8 ni tambua soko, ongeza tija, ili kutekeleza tija ya mwaka 2050. Kwa nini tunasema tambua soko? Tunahamasisha wakulima kabla hawajalima, wafugaji kabla hawajaanza kufuga, waanze kwanza sokoni, kutambua soko linahitaji nini, vitu gani anahitaji kufanya katika kuweza kulima ama kufuga, ili tuweze kufuga kisasa na tuweze kupata faida. Kwa nini tunasema ongeza tija? Ni kuweza kumwezesha mfugaji pamoja na mkulima kuweza kujua mnyororo mzima wa thamani na kuongeza thamani ya mazao yake. Kama alikuwa anazalisha maziwa, anafuga ng'ombe wa maziwa, basi aweze kupanda viwango zaidi, aweze kutengeneza bidhaa za maziwa kama jibini pamoja yogati na vitu vingine. Tunaposema ongeza tija ni ili mfugaji anapozalisha azalishe kwa faida. Kama alikuwa anafuga, afuge kisasa. Kama alikuwa anafuga ng'ombe kwa ajili ya maziwa, aongeze zaidi, aweze kutengeneza zile bidhaa zinazotokana na maziwa. Lakini pia tunaposema kuongeza tija katika mazao yetu ya kilimo, tunatambua wanazalisha, lakini pia tunapoongeza thamani mazao yetu, tunaweza kupata fursa zaidi ya kuweza kuuza bidhaa zetu masoko ya nje.